Kama umekaa naomba usimame. Sema Roho Mtakatifu, ninakupenda Bwana. Asante kwa jioni ya leo. Niko mbele zako tena. Ninakuhitaji kwa upya. Useme na mimi jioni hii katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena na uweza wako na nguvu zako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema nami, Bwana, niko tayari kupokea yale ulionikusudia jioni ya leo katika jina la Yesu. Amen. 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 Mungu awabariki kusifu na kuabudu. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Kama unayo amani sema amen. Paza sauti yako, sema amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa tena. Leo tutakuwa na kipengele kifupi angalau, alafu tutaingia kwenye maombi. Amen, amen. Tutakuwa na kipengele fulani hivi, alafu tutaweza kuingia kwenye maombi. Tutakuwa na kipengele hicho, alafu tutaingia kwenye maombi. Nyanyua mkono wako juu, sema Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa kuwa liko jambo unafanya kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu, njia anayotumia Roho Mtakatifu kuamsha au kuhuisha uwezo wa kimungu ndani yako. Wale ambao ni mara yenu ya kwanza kuja, tumetoka mbali kidogo na hatuwezi kurudi kule mbali. Uwezo wa kimungu, nilikwambia ukipoteza kitu kinaitwa uwezo ni sawa na mtu aliyekufa, hakuna utofauti. Uwezo wa kimungu ndio unaoyatambulisha maisha ya kimungu ndani yako. Uwezo wa kimungu ukipotea, ukiharibika, unapoteza yale maisha yaliyobebwa ndani ya hiyo package. Na nilikupa tafsiri nyingi sana, vingine nikawa naongea. Nilikupa maana kama 3 nafikiri juu ya uwezo. Nikakwambia uwezo ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea, vitu vya kimungu kutokea. Kuna vitu vya kimungu ukimwomba Mungu akupe, atakachokifanya ni kukupa uwezo wake ili usababishe vile kutokea. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu kuna vitu unaweza kuwa unamuomba Mungu tayari alishaviweka ndani yako, havitoki mbinguni tena. Kwa mfano, tunaposema uwezo kibibilia, kuna vitu vingi ndani yake, na kitu kimoja wapo nikakwambia kipawa, karama au vipaji. Kuna mtu anatambulikana kwamba ana uwezo kwa sababu ya kipawa. Biblia sehemu nyingine inaita talanta. Sasa kile kipawa, hakuna mtu ambaye amezaliwa bila kipawa, hayupo. Yaani hata wewe unavyojiona hivyo, kuna vipawa umezaliwa navyo,
Hakuna familia isiyokuwa na vipawa vya Mungu. Haipo. Haipo. Haijakuwepo. Yaani mwanadamu yoyote aliyezaliwa, kuna vipawa amezaliwa navyo. Na anapookoka, anapozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anapoingia ndani yake, na huyu mwanadamu akawa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, kuna vipawa huwa anaongezewa kama zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kuna karama na vipawa huwa anaongezewa. Kwa hiyo kuna vipawa ambavyo ni born with, umezaliwa navyo. Mungu aliviweka tangu asili. Lakini kuna vipawa ambavyo unapompokea Roho Mtakatifu, unapookoka na kujaa Roho Mtakatifu ndani yako, ukawa na mahusiano naye, ukamfurahisha, huwa anaviachilia Roho Mtakatifu. Maana yake unaongezewa vipawa vingine na karama ambazo hukuzaliwa nazo. Vile ni vipawa na karama ambavyo zinapatikana kwa mtu aliyezaliwa mara ya pili. Kwa sababu anapokuwa kiumbe kipya, kuna vitu sasa anazaliwa navyo kama kiumbe kipya. Na ukisoma kwenye Biblia yako, kwenye kile kitabu cha Wakorinto, Bwana Yesu asiwe. Wakorinto wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4. Mstari wa 4. Angalia Biblia inavyosema. Kuanzia mstari wa 4 unaweza kuandika mpaka ule wa 11. Lakini mimi nakusomea tu mstari michache. Angalia mstari wa 4. Anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Mstari wa 7. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Nataka uone. Maana yake unapewa, unapokea. Anaposema unapewa, maana yake hukuwa nacho. Hukuwa nacho, anaamua kukupa. Ndio maana kwa Kiingereza hizi zinaitwa gifts. Karama ni kama zawadi. Roho Mtakatifu anakuzawadia. Ndio maana huwa tunawafundisha watu waliompokea Roho Mtakatifu na wakajaa Roho Mtakatifu, wajifunze kuwa na mahusiano mazuri, wamjue huyo Roho Mtakatifu, wajue haiba yake, wajue ministry zake. Unapojua haiba yake, maana yake unajua vitu gani hapendi, vitu gani anapenda. Kwa sababu utajua tabia yake moja ni tabia ya utakatifu. Hapendi uchafu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiwa naye na ukawa mchafu, unachofanya ni kumzimisha. Anatulia kimya ndani yako. Sio kwamba hauna, kwa sababu umeamua kuwa mchafu, unamzimisha ndani. Lakini unaye, na ukimzimisha unazuia hizi kalama asikupe. Unazuia asikuzawadie. Kwa sababu ukimzimisha, kumzimisha maana yake ni kumzuia asifanye anachotaka. Ngoja nikupe mfano. Wewe ukija kwangu, mimi labda umekuja kule Mbeya tunakotokea, ukaja pale ukasema nataka kuishi hapa, nikakutafutia nyumba, nikakwambia kuna nyumba moja iko pale, lakini haiko vizuri sana, imeezekwa, lakini hajakaa mtu muda mrefu na nini, haina madirisha na kila kitu. Alafu kasema nahamia hapo hapo mwalimu. Cha kwanza utafanyeje? Ukifika kwenye ile nyumba utafanyeje? Utafanyeje? Utaanza kuisafisha.
utaanza kusafisha, si ndio? Na kuikarabati, kuitengeneza, uweke madirisha, uondoe, yani uifanye vile unavyotaka wewe iwe. Si umepewa? Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu. Sasa kukusafisha Roho Mtakatifu na kukukarabati kunategemea wewe unampa ruhusa kiasi gani. Ukimzuia anakaa kimya. Ndio maana unapookoka kuna madhaifu mengi unayo, nayo madhaifu huwezi kuyaondoa wewe. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, kwa kuwa hii inakuwa nyumba yake, mwili unakuwa nyumba yake, anaanza kusafisha nyumba yake, kuifinyanga, kuitengeneza, kuikarabati ili iwe vile anavyotaka. Na kishaona ameitengeneza nyumba, ndio tunasema huyu amebadilika. Kwa kweli huyu sio mzinzi tena, sio muongo tena, sio yule tuliyekuwa tunamchukulia. Angalia hata akipita, yani huyu amefunikwa na uwepo fulani wa Mungu. Sasa haishii hapo. Roho Mtakatifu akishaona umemruhusu, ametengeneza, anaanza kuweka vitu vyake nakshi, anaanza kukuzawadia. Hizi ndio karama ambazo huwa anaziweka, ili unapofanya vitu anasema kinachofanya kazi ndani yake, huyu sio mtu wa kawaida, kuna Roho Mtakatifu anaye ndani. Sasa wengi hapa utasikia, mwalimu, mimi nimeokoka, yes, ni muombaji, lakini unajiuliza kwa nini hiyo nyumba ya roho hiyo bado haijakarabatiwa? Kwa sababu hujamkabidhi. Na Roho Mtakatifu hawezi kuitumia nyumba ambayo hujampa, hata kama ameingia. Hata kama ameingia. Na hiki ndicho kinachotutesa. Sasa nilikuwa najaribu kukuonyesha vipawa na nini na karama. Kwa na gifti, karama au huduma. Sasa huu ni uwezo ambao unatoka kwa Mungu mwenyewe. Kuna wale wanaopewa vipawa wakiwa bado wako tumboni, yani ndio wanazaliwa navyo vipawa mbalimbali. Ndio maana mtu anaweza akawa amepewa kipawa fulani, kipawa cha kuimba. Haijalishi ataimba kwa Mungu au kwa shetani, kitafanya kazi kwa sababu kazaliwa nacho. Hujaona wengine ukiwa unafuatilia unakuta ana sauti nzuri, yani akiimba unahisi anaimba wimbo wa dini, kumbe anaimba bongo flavor. Ni kipawa kazaliwa nacho, yani Mungu amekiweka ndani. Kuna mwingine unakuta ana karama, ana kipawa cha uongozi. Sasa kuna kipawa cha uongozi ambacho unapewa na Roho. Angalia ule mstari wa 26 Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 26. Angalia, anasema mstari wa 26 mpaka ule wa 30. Anasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, na watatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano, na maongozi, na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya magonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wanafasiri? Umeona? Hapo anasema takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo ninawaonyesha njia iliyo bora. Huyu ni Paulo. Ukija hapo unaona kuna karama moja kaisema ya masaidiano, ambayo kule kwenye ile mistari niliyokutajia kule mwanzo haipo. Masaidiano, yani kuna mtu ana kipawa cha kusaidia wengine, ana karama ya masaidiano, helps. Ndio maana ukimpata mtu kama huyo mahali popote pale, atafanya kazi in the best way. Anajisikia raha kumsaidia mtu mwingine. Mtu kama huyu, kama kuna mtu ni bosi ofisini, akampata mtu mwenye karama au kipawa kama huyu, ataifurahia kazi. Ni karama. Mtu mwingine amezaliwa nayo, lakini mwingine Roho Mtakatifu anampa. Lakini unaona pale anazungumza na maongozi, maanake kuna karama ya uongozi.
Yaani kuna mtu uongozi anasomea, kuna mtu hataki kwenda shule asome uongozi. Yaani Roho Mtakatifu kampa, na akiongoza mpaka watu wanasema wow, alisoma wapi huyu? Hajui hata shule ya uongozi, lakini ni kitu kiko ndani yake, ni gift amepewa, ni zawadi amezawadiwa. Sasa wote tunasema ana uwezo wa uongozi, ana uwezo wa uongozi. Ndio maana huwa tunawaambia watu, ukipewa nafasi, kwa mfano kanisani, Mungu amekupa nafasi, moja ya karama utaomba ni hii. Uongozi sio cheo. Uongozi sio nafasi ya kusema kwamba nimekaa tu kwenye uongozi. Unawaonyeshaje watu njia? Unawaunganishaje watu? Na mtu aliyepewa karama kama hii hawezi kulalamika juu ya uongozi. Kwanza hawezi kuchoka, kwa sababu kuna uwezo huko ndani unamsaidia kukaa kwenye ile nafasi. Haleluya. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa watu wa Mungu? Sasa angalia, vipawa na karama vinapokuwa havifanyi kazi, unapokuwa ndani ya maisha yako hakifanyi kazi, wewe hutambulikani. Yaani wewe unapoteza identity. Yaani hujai kusikia mtu anasema sijielewi. Unaelewa maana yake? Kuna mtu ukimuuliza hivi wewe ni nani? Anakuambia hata mimi mwenyewe nashindwa kujitafsiri. Umeisikia? Nashindwa kujitafsiri. Ninachoweza kujitafsiri ni kwamba mimi ni mwanamke au mimi ni mwanaume, lakini kwamba mimi ni nani, yani nashindwa kujielewa. Ni msiba mzito ndani ya kanisa. Kwa nini hajielewi? Kwa sababu unapojitambulisha, moja ya kitu mtu anaweza kajieleza ni kwamba mimi bwana, mimi ni mtu fulani, na ninajua Mungu amenipa vipawa fulani, vitumike kwa ajili ya kitu fulani. Na anataja hadi vipawa ambavyo Mungu amempa. Anasema kwa nini naomba Mungu anisaidie. Sasa adui anachofanya ni kuhakikisha hivyo vipawa vilivyoko ndani yako, vingine usije ukavijua, au vingine vizofishwe na kuharibiwa na kutekwa. Na ngoja nikueleze kitu kingine. Ukitaka kuwa maskini, ukitaka utafute umaskini kwa bidii sana, poteza kujua kipawa ulicho nacho. Hata ungepewa hela, huwezi kuzimiliki. Niamini mimi ninachokwambia. Poteza kujua Mungu labda amekupa uwezo wa kibiashara, kufanya business, kipawa cha kulima. Unajua kuna kulima kama kazi ambayo tunafanya in general, lakini kuna mtu ana kitu hicho ndani, hahitaji kwenda kusomea. Yaani kuna maprofesa wanakuja kumfuata yeye ambaye hakwenda shule, wanamuuliza unafanyeje hivi, ili waandike kwenye madaftari, kwa sababu kiko ndani. Anakuwa na uvumbuzi usio wa kawaida, anakuwa na uwezo usio wa kawaida. Sasa moja ya kitu ambacho kinatufanya pia tuwe maskini ni kutojua uwezo ambao Mungu aliweka ndani yetu na tumezaliwa nao. Lazima tutakuwa maskini, lakini pia huo uwezo unapoharibiwa hivi, ukitaka nikoja nikuulize swali. Leo hii hata ukiwachukua watu wa mtaani wasiomjua Mungu na ukiwachukua watu walio na Mungu kanisani, alafu ukiwaleta hapo ukianza kuwauliza maswali ya kawaida kabisa ya kimaisha, unafikiri wangapi watakujibu vizuri? Nauliza swali, unafikiri asilimia kubwa, sisemi kanisani hawapo, nasema tu kwa asilimia kubwa, wangapi watakujibu vizuri? Wa mtaani. Kwa nini sasa wa mtaani wakujibu vizuri, wakati tunategemea wa kanisani ndio wawe na majibu? Na hapo ndipo adui amefanikiwa sana, watu wasijue uwezo walio nao ndani yao, waishie kulalamika, waishie tu kusema namwachia Mungu. Namwachia Mungu wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Kwa nikakwambia uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea. Ukiwa na karama, kuna vitu vitatokea. Ndio maana kuna karama ya matendo ya miujiza, kuna karama ya kufasiri lugha, kuna karama ya maongozi, kuna karama mbalimbali. Lakini kuna vipawa. Nikakwambia uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani unaoendana na kusudi la Mungu. Alafu nikakwambia uwezo ni nguvu inayokuwezesha kufanya au kutenda jambo inavyotakiwa. Sasa naomba tuendelee mbele. Nikakwambia kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuamsha uwezo wa kimungu ndani yako. Jana tuliishia kwenye kipengele kinasema uwezo unaweza kunajisika. Unakumbuka vizuri? Na tukaomba sana hapa. Na nikakwambia njia ambazo uwezo huwa unanajisika. Adui anatumia hizo njia kunajisi uwezo wako. Unazikumbuka vizuri? Unazikumbuka mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikusomea maandiko nikakueleza uwezo unaweza kunajisika. Makosa na dhambi ambazo umezizoelea sana zimekuwa sehemu ya maisha, huwa zinaweza kunajisi uwezo wa kimungu ulio ndani. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Sasa ngoja nikupe hiki kipengele alafu tuendelee, tuingie kwenye maombi. Nisikilize. Nikakwambia uwezo, kipengele sasa tunachoenda nacho leo cha pili. Uwezo unaweza kufungwa au kutekwa. Andika hiyo pointi. Uwezo unaweza kufungwa au kutekwa. Uwezo unaweza kufungwa au kutekwa. Amen. Amen watu wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Alafu andika na hii pointi ya pili ambayo pia nitazungumza nao na nitaisema nayo kwa kifupi. Uwezo unaweza kuzuiliwa. Sema kuzuiliwa. Sasa uwezo unaweza kufungwa au kutekwa. Mtu anao uwezo kabisa, lakini uwezo wake unaweza kufungwa au ukawa mateka. Sasa uwezo ukisha kuwa mateka, unaanza kutumika kwa makusudi mengine. Uwezo ukisha fungwa, unaanza kutumikishwa kwa makusudi mengine. Na unaposoma maandiko, angalia, fungua Timotheo wa pili, sura ya pili, ule mstari wa 24 hadi wa 26. Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 24 hadi wa 26. Fungua Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 24 hadi wa 26. Unasemaje? Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 24 hadi wa 26. Maandiko yanasema, tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu, akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Angalia mstari wa 26. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Haleluya. Angalia hii pointi. Anasema mtumwa wa Kristo hatakiwi, hapaswi kuwa mgomvi. Mtu yote ambaye ni mtumwa wa Bwana hapaswi kuwa nini? Mgomvi. Bali anapaswa kuwa mvumilivu, kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha na mvumilivu. Tena anatakiwa awaonye kwa upole watu wanaoshindana naye. Maana yake anatupa nini hapa picha? Kwamba kuna watu ukisha kuwa mtumishi, ukisha kuwa mtu wa Mungu, watashindana na wewe. Lakini maandiko yanasema uwaonye kwa upole. Uwaonye kwa upole wanaoshindana na wewe. Alafu anasema ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi. Nataka uone hiyo pointi. Wapate tena nini?
wapate tena nini? Wapate tena fahamu zao. Zimeenda wapi? Wapate tena fahamu zao. Wapate tena fahamu zao. Na kufanya nini? Na kutoka katika mtego wa Ibilisi. Nataka uone ule neno mtego wa Ibilisi. Ukisoma mtego wa Ibilisi, maana yake wamenaswa. Ibilisi alitega. Wamenaswa, wametekwa mahali. Na baada ya kutekwa, fahamu zao hazifanyi kazi inavyopasa. My Lord, my Lord. Kuna watu hapa mnasoma maandiko, mnafahamu habari za Daniel kwa yule mfalme. Amen. Mnafahamu, si ndio, kwamba alitoka kwenye kiti cha kifalme kwa sababu moyo wake ulibadilishwa, akapewa moyo wa nini? Wa mnyama. Alafu maandiko yanasema akawa anakula kama mnyama polini, mvua inamwishia juu. Anasema mpaka fahamu zilipomrudia, mpaka fahamu zilipomrudia. Sasa hii nitakueleza sana huko mbele, lakini nilitaka uone hapa pointi yangu ya msingi hapa. Hawa watu wametegwa na Ibilisi, wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Kilichokufunga utakitumikia, watu wa Mungu. Unisikilize, chochote ambacho kimefunga uwezo wako kitautumia uwezo wako kwa maslahi yake. Ibilisi akikufunga, akikutega mtego na ukaingia, uwe na uhakika huo uwezo ambao Mungu alikupa, badala ya kutumika upande wa Mungu kwa uzuri, utautumia uwezo huo kufanya mapenzi ya nani? Ya shetani. Hujawahi kuona kuna mtu ambaye amepewa kitu kizuri na Mungu, labda amepewa uimbaji mzuri na Mungu, ule uwezo wake ukitekwa upande wa adui, anaanza kutumia ule uimbaji vibaya. Narudia tena, hujawahi kuona kuna mtu amepewa kitu cha utumishi kizuri na Mungu, ana uwezo wa kimungu ndani yake, lakini ule uwezo ukitekwa, ndio unasikia huyu mtumishi, kwa sababu ana upako, kwa sababu anaombea watu, kwa sababu ana uwezo, kwa hiyo anakuwa na kibali. Sasa badala ya kufanya tu deliverance kwa watu wa kiume na wa kike, sasa anapokutana saa nyingine na watu wa kike, deliverance inapitilizia. Nikisema inapitilizia, unanielewa? Inapitilizia, anakuwa muuni. Kila mahali anakokwenda lazima azini na watu, kwa sababu ule uwezo sasa unatumika upande mwingine. Adui amemtega afanye mapenzi ya shetani. Uwezo unaweza kufungwa, na uwezo ukifungwa, mtu wa Mungu, wewe una uwezo, lakini unafanya kitu ambacho ni kinyume. Hata wewe unakuwa unajua kabisa, lakini akili, fikiria, kuna watu wako kanisani wametekwa, akili zao zina function. Unajua uwezo wako ukifungwa, adui anaanza kutumia, anapata nafasi ya kutumia. Wengine hawajanielewa kitu nachosema, watu wa Mungu. Wewe ukitekwa, ngoja nikueleze, wangapi wanajua habari za Mikaya na wale manabii wengine? Wangapi wamesoma hizi habari za Mikaya na wale manabii wengine? Hamjawahi soma. Kuna habari moja, mfalme mmoja wa Israeli na mfalme wa Yuda walikuwa wameungana, wanapendana kweli. Kumbuka, Yuda na Israeli mwanzoni walikuwa wamoja, lakini baadaye kulikuja kutokea mpasuko. Makabila mawili yakaitwa Yuda, makabila 10 yakabaki kuitwa Israeli. Sasa hao wafalme wakaja wakapendana. Siku moja wanataka kwenda vitani, wakawaita manabii. Lakini wakati wanawaita manabii, kuna kikao mbinguni kilikaliwa. Mungu akawa anawaza namna ya kumwangamiza mfalme wa Israeli. Alafu pepo likapita kwenye kile kikao.
Likasema, Mungu usipate shida, hawa manabii hawa wanakimbilia kuongea sana, hawa ni saizi yangu. Asema pepo, Mungu akaliuliza ile pepo, utafanyeje? Lile pepo likasema, mimi nitakachofanya, hawatajua ni saa ngapi nimewaingia kwenye vinywa vyao. Alafu wakati wanatabiri, watamtabiria mfalme uongo. Sasa wakati wanajadiliana, pepo linaongea hivyo, kuna mmoja alikuwa kwenye viwango vya kipekee, anaitwa Mikaya. Yeye macho yake yalishafunguka kwenye ulimwengu wa roho, anakiona kikao kinachoendelea na pepo linavyochukua wajibu wa kuja kuwadanganya watumishi wa Mungu. Sikiliza, watumishi wa Mungu, tena sio watumishi wa kawaida, manabii wanaoaminiwa, sio manabii wa shetani, wa Mungu. Sio manabii wa shetani, wa nani? Wa Mungu. Ndio maana lazima ujifunze kupima mtumishi anapohubiri. Biblia inasema pepo likawaingia. Lilipowaingia wakaanza kutabiri. Sasa angalia, halikunyang'anya unabii, halina uwezo wa kunyang'anya unabii, lakini likautumia ule uwezo wa ile huduma kupindisha. Likatumia ule uwezo kupindisha. Kwa nini lina uwezo wa kupindisha? Linapoingia, maana yake hao watumishi wamefanyika kuwa mateka. Kwa kuwa wamefanyika kuwa mateka, kinachotekwa sio miili yao, kinachotekwa sio roho zao, kinachotekwa ni uwezo wa unabii ambao Mungu ameweka ndani yao. Kwa sababu pepo alikusema, naenda kukamata roho zao, naenda kukamata miili yao. Kilichoenda kukamatwa ni ule unabii. Maandiko yanasema wale manabii waliposimama mbele ya mfalme wakamtabiria amani. Panda mfalme, utateka nyara, sijui utawakimbiza maadui. Nimeona Bwana akiwakimbiza maadui. Unasikia mtu anakutabiria, nimemwona Bwana akikimbiza maadui kwenye maisha yako, nimemwona Bwana. Kumbe ni matumaini tu, huyo Bwana hata hajaonekana. Unanisikia nachosema? Pepo likaingia, likateka ule uwezo. Ndio maana sasa uwezo wa kimungu ukitekwa, una uwezo wa kufanya vitu mpaka watu wakashangaa, na unavifanya vile vile, lakini kinyume chake, kwa ajili ya kumfurahisha shetani. Sasa angalia, wakamtabiria, lakini Mikaya akasema, wakamwita Mikaya tena, mfalme akasema, simpendi huyu. Kwa nini ampendi? Ananyoosha. Ye hawezi kutabiri kitu ambacho Mungu hajamwambia. Mwanzoni akamtabiria vizuri, baadaye mfalme akamwapisha. Sema, unajua kilichotokea? Maandiko yanasemaje? Nabii akamwambia, ukienda haurudi. Haurudi. Nimeona Israeli wakikimbia mbele ya maadui. Hurudi wewe. Tena akuficha. Mwishoni wakati wanamkamata kwenda kumfunga ndani, akasema, niliona kikao kimekaliwa na pepo likapita mbele. Hawa manabii wote waliokutabiria uzuri ni waongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Afadhali umeweka. Ni Wafalme wangapi? Wa kwanza 22. Umeona? Wafalme wa kwanza sura 22. Niliwaona Israeli wote wametawanyika. Huyu ni Mikaya. Wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Naelewa hiyo, huo unabii. Maana yake wewe unaenda kufa na kundi lako litatawanyika lisilo na mchungaji. Sasa ukiendelea, angalia pale mbele anavyosema. Anasema, mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Yehoshafati alikuwa mfalme wa Yuda. Sasa mfalme wa Israeli anamwambia Yehoshafati, mfalme wa Yuda, sikukwambia? Angalia anachosema. Mikaya akasema, sikia,
Sikia basi neno la Bwana. Nilimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi la mbinguni wamesimama upande wa mkono wa kuume na wa kushoto. Anasema Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramos Gileadi akaanguke? Maana kuanguka pale akafe. Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo. Pepo. Angalia pale. Akatoka nini? Pepo. Akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Sasa angalia, Bwana akamwambia jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanye hivyo. Yani Mungu anampa ruhusa pepo. Ndio maana Mungu ni mmiliki wa roho zote. Mungu anamiliki roho zote. Yani hata shetani afurukuti, Mungu anamiliki roho zote. Mungu anaweza akatoa oda kwa roho yoyote. Pepo linaenda kutekeleza oda ya Mungu. Mwalimu, unasisitiza hapa kwa nini? Nataka uone uwezo wako unavyoweza kutekwa. Hawa walikuwa ni manabii. Pepo halikuenda kuchukua roho za manabii. Hapana, lilienda kuteka uwezo kwa ajili ya misheni fulani, kwa ajili ya kumkwamisha mtu fulani. Yani wewe unaweza ukawa kwenye familia, uwezo wako ukatekwa ili familia ikwame. Unaweza ukawa kanisani, kumbe Mungu anajua na kuzimu anajua. Wewe ukisimama vizuri, kanisa lenu limepona. Shetani anaanza kutengeneza mazingira kwamba nimemuona mwanamke, nimemuona kijana hapa, nimemuona baba hapa, nimemuona mchungaji ni katika mji huu, nimemuona mwinjilisti, nimemuona binti, nimemuona mwanamke katika hii ofisi akisimama vizuri. Hii ofisi hii baraka za Mungu zitakuwa zinamiminika. Ofisi itabadilika hii na kufanikiwa. Tunafanyeje? Tumeona uwezo alio nao, tumegundua ana kitu cha Mungu ndani, na hakuna namna tunaweza kumuondoa pale. Kumuua hatuwezi, kumloga hatuwezi. Tufanyeje? Tukateke kile alichonacho. Tumwachie ibada, tumwachie maombi, lakini ule uwezo tuuteke. Wakishateka tu ule uwezo, unabaki unaendaga kanisani, unaongea vile vile kwamba jamani, Mungu atatusaidia kama kanisa, Mungu atatusaidia kama familia, lakini huo msaada hawauoni, kwa sababu ule uwezo ambao ulitakiwa kuzaa vitu vya kimungu mahali ulipo umeshatekwa. Umeshatekwa. Hujawahi kuona mtu alikuwa mtumishi mzuri afu ghafla anawakasirikia mpaka nao waongoza labda? Hamfai nyinyi. Unafikiri ni yeye, kumbe mwenzenu katekwa uwezo. Adui anajua huyu akisimama vizuri atavusha watu, kwa hiyo anateka uwezo. Kuna mtu ananielewa, watu wa Mungu? Kuna mtu ananielewa, watu wa Mungu? Kuna mtu ananielewa, watu wa Mungu? Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Umateka ni mbaya. Umateka ni mbaya. Yani mtu mwenye uwezo akitekwa, kuna watu wakitekwa ni familia imetekwa. Kuna watu wakitekwa ni kanisa limetekwa. Kuna watu wakitekwa ni mji umetekwa. Kuna watu wakitekwa uwezo ukitekwa. Kuna watu uwezo ukitekwa, jamani, kuna watu uwezo ukitekwa ni vizazi vimetekwa, kwa sababu huyu aliandaliwa na Mungu, sio kupita yeye tu, ameandaliwa na Mungu kama ufunguo wa vizazi vingine vitakavyopita kwenye hilo lango. Akitekwa yeye, ni vizazi kwenye hivyo familia vimetekwa. Sasa napokueleza hivi unaweza usielewe. Ndio maana kuna aina ya watu hao utashangaa. Uwezo wake ukitekwa unashangaa. Hata alivyokuaga akipigana vita anashinda. Saizi hawezi kushinda. Hawezi kushinda. Hawezi kushinda.
anaona kabisa na kule kuona anaona, akiota hadi ndoto anajua kabisa, nimeota ndoto, nimeona majoka mwalimu, nimeona majoka, na majoka yakitokeaga hivi najua hii ni vita, kuna mambo yanaenda kuharibika, lakini siwezi kuomba tena. Lakini ule ufunuo ambao Mungu alikuwa akinipa kwamba nifanye hiki, siuoni tena. Nimebaki tu na yale mazoea ya kwamba basi labda nifanye hivi, lakini hata nikiomba yale mabaya yanatokea. Sina uwezo tena wa kuzuia mabaya, sina uwezo tena wa kuondoa kile kitu, sina uwezo tena wa kuondoa hivyo. Kwa nini hana uwezo tena? Uwezo wake umetekwa. Umetekwa. Roho Mtakatifu kwa nini anataka kuamsha uwezo wako? Kwa sababu kuna uwezo umetekwa. Roho Mtakatifu anachofanyaga mapepo yanajua. Kwa sababu kisha gundua huyu mtu ametekwa, amefungwa minyololo na kamba, amezuiliwa, unajua anachofanya? Anakuja kama Roho wa Bwana mwenye nguvu, anakuja juu ya huyo mtu, achilie mafuta. Kazi ya mafuta ni nini? Kupasua nila. Ule upako anaoachilia ni kupasua nila, kupasua vifungo vilivyoshikilia huyu mtu, ili asiwe na uwezo wa kutoka mahali alipo. Huwezi kuwatoa wengine ikiwa na wewe umetekwa, haiwezekani. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kama mnanielewa sema amina. Kama mnanielewa sema amina. Kama mnanielewa sema amen. Kama mnanielewa sema amen. Kama mnanielewa sema amen. Uwezo unaweza kutekwa, kufungwa, lakini uwezo unaweza kuzuiliwa. Nimekwambia hizi pointi mbili, na inaongea hapa kwa mzigo sana. Ukienda kusoma Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 utashangaa. Utamkuta kijana ambaye mbingu zimeweka uwezo ndani yake, lakini haufanyi kazi. Uwezo ukizuiliwa maana yake unao ila haufanyi kazi. Ukitekwa maana yake unao ila unafanya kazi kinyume chao. Kuzuiliwa unao, haufanyi kazi. Ukitekwa unao, unafanya kazi kinyume chao. Ukifungwa unao, lakini unafanya kazi kinyume chake. Hauwezi kufanya kazi sawasawa na mapenzi ya Mungu, unafanya kazi sawasawa na mapenzi ya shetani. Lakini ukizuiliwa maana yake uwezo unao ila haufanyi kazi. Umezuiliwa, haujaharibika, haujanajisika, unao lakini umezuiliwa. Sasa mwalimu, ulikuwa unaongea nini? Mtu mwenye uwezo alafu umezuiliwa ana maswali magumu. Kama nafikiri nakutania, kamuulize Gideon. Siku malaika anamwambia enenda kwa uwezo wako huu. Kwanza alipomwambia amani iko nawe shujaa, akamgeukea malaika akasema umekosea njia. Je, unanielewa? Anasema hivi, kama huyo Mungu, tena alisema Bwana yu pamoja na, anasema hivi, kama huyo Mungu angekuwa pamoja nasi, kwa nini ametuacha? Tumesimuliwa matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya juu ya baba zetu. Kwa nini leo tunateseka? Unaelewa kwa nini kinachofanya ulize yale maswali? Uwezo ulioko ndani, kwamba tunaye Mungu mwenye nguvu, lakini kwa nini tunaishi maisha haya? Malaika akamtazama, alafu akaangalia malaika anavyosema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe. Hapo ndiyo alimvuruga, akasema nini? Mimi ni mdogo kwenye familia, hata suruali niliyovaa hii bado nanunuliwa, mimi nakaa nyumbani, nimetumwa kuja kuficha ngano, mimi nawezaje kuongoza Israeli? Alafu sio hivyo tu, mimi unayeniona hapa, familia ninayotokea ndio familia maskini katika ukoo wetu, na ukoo ninaotokea ndio ukoo maskini. Alafu achana na hilo tu, kabila letu ndio kabila dogo, halina hata jina kubwa, Israeli. Nani atanisikiliza? Sijui unaelewa? Lakini anapoongea vyote hivyo, Mungu anachoona ni uwezo alioweka ndani. Alioweka ndani. Maana yake unagundua nini? Uwezo ulikuwa umezuiliwa. Umezuiliwa.
Uwezo ulikuwa umezuiliwa watu. Sasa ukisoma pale kwenye yale maandiko utagundua uwezo ulizuiliwa na nini. Si unafahamu? Zilikuwa zimeinuliwa madhabahu za miungu mingine. Mungu bahari, yeye hana shida, lakini kwenye familia yake kumeinuliwa madhabahu nyingine. Na kukisha inuliwa madhabahu nyingine, huyo Mungu ambaye madhabahu imeinuliwa na ina nguvu na anaheshimiwa, ndiye anayemiliki lile eneo. Ikapelekea mtu mwenye uwezo uzuiliwe. Kama mmenielewa sema amen. Kama mmenielewa sema amen. Kama mmenielewa sema amen. Kama mmenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kama unanielewa sema amina. Mimi ninakuombea wewe usizuiliwe. Na Roho Mtakatifu akiamsha huo uwezo, asiwepo mchawi wala aliyetumwa kutoka kuzimu wa kuzuia uwezo ulioko ndani yako. Kwa sababu wengine hapa ninyi ni nembo ya familia. Ninyi ndio mmebeba funguo za familia zenu. Wengine mmebeba funguo za makanisa yenu. Wengine ninyi ndio funguo za mji huu. Usikubali kuzuiliwa. Kama unanielewa sema amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Manda rabasha. Mando robosi. Manda rabasha. Usikubali kuzuiliwa. Wengine wakishindwa kukuzuia watatamani hata kukuua, hutakufa. Kwa sababu wakishindwa kuzuia uwezo, unajua wanachopanga kingine, tumuue. Hawezi kukuua. Hawezi kukuua. Nasema hawawezi kukuua. Kama unanielewa sema amen. Nasema hawawezi kukuua. Unanisikia mtu wa Mungu? Watatamani kukuua lakini hawataweza. Hawataweza. Kwa nini nakueleza hivi kwa mzigo sana? Roho Mtakatifu anataka kuamsha, kuhuisha, kurejesha uwezo wa kimungu ndani yako. Kwa sababu kuna watu hapa nyinyi uwezo wenu umetekwa. Na kuna watu ambao uwezo mwingine wamezaliwa nao, adui alishaufifisha, hawajawahi kujua vipawa walivyozaliwa navyo. Ndio maana Roho Mtakatifu anataka kuamsha. Na kuna watu ambao uwezo wenu nyinyi umezuiliwa. Mna uwezo kabisa, lakini haufanyi chochote. Yaani una uwezo wa kufanya biashara, lakini haufanyi chochote kwenye biashara. Una uwezo wa kulima, lakini havilimiki. Hata ukilima unapata hasara. Uwezo umezuiliwa. Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Nyanyua mikono yako juu. Manda rabasha. Mando robosi. Mungu liye hai. Mungu liye hai. Asante kwa neema yako. Asante kwa rehema zako Bwana. Asante kwa huruma zako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa neno lako. Asante Bwana kwa jioni hii ya leo. Tumezungumza habari zako, namna ambavyo unaweza Bwana, unaweza kututoa mahali ambapo vitu ulivyoviweka ndani yetu vimetekwa, vimezuiliwa, ili visifanye kazi inayotakika. Ninakuomba Roho Mtakatifu wa Mungu sahi, tunapoingia kwenye maombi haya, mjalie mtumishi wako huyu, Roho wa Bwana apite ndani yake na kuamsha huo uwezo
ambao mwingine baada ya kutekwa ulilala kabisa, na baada ya kufungwa huo uwezo umelala kabisa, haufanyi chochote. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, achilia neema yako na uweza wako na nguvu zako, umjalie mtumishi wako huyu na mtoto wako kufunguka kwenye hilo eneo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu ufunguaye, wewe ni Mungu unayefufua, wewe ni Mungu unayewatoa watu waliofichwa kwenye mashimo wakazikwa kwenye mashimo, kwamba uwezo walio nao hautafanya kazi. Adui amegonga muhuri, mapepo yamepewa dhamana ya kusimamia kwamba baba huyu, kijana huyu, mwanamke huyu, binti huyu, uwezo aliosaliwa nao usifanye kazi. Ninakuomba jioni ya leo, katika anga za ulimwengu wa roho na katika ardhi na katika misingi ya familia, katika ulimwengu wa roho ninaiachilia damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo, ile damu iliyomwagika msalabani, ile damu ya Yesu iliyo na uwezo wa kufuta kila kilichoandikwa, kila kilichogongwa muhuri, kila kilichoshikiliwa. Damu ya Yesu yenye uwezo wa kukomboa kila kilichofichwa na kufungwa, ninaiachilia kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho wa maisha ya watu wako na watumishi wako walioko hapa Bwana jioni ya leo. Huo uwezo kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la familia, na kwenye eneo la utumishi, na kwenye eneo la maisha yao ya kiroho, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba tunapoomba moto wako ushuke na kupasua hizo nila, na kuvunja hivyo vifungo, na kukata hizo kamba, na kupasua hizo kuta, kuangusha hizo ngome ambazo zimeshikilia uwezo wa mtoto wako, ili asiishi maisha ambayo wewe ulimkusudia, kwa neema ulionipa na kwa mamlaka ulionipa kwenye ulimwengu wa roho, kwa mamlaka ulionipa kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu aliye hai. Ruhusu mbingu zako zifunguke Bwana, kwa ajili ya kumjibu mtoto wako huyu, kwa ajili ya kumjibu mtumishi wako huyu, kwa ajili ya kujibu huyu ambaye ni kichwa cha familia mahali anakotokea. In the mighty name of Jesus, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Nyanyua mikono yako hivi sasa, fuatana na mimi maombi haya. Ninajua Mungu ana uwezo wa kukufungua kabisa, sina shaka. Sijui umetekwa wapi uwezo wako, lakini Mungu ana uwezo wa kurejesha. Ana uwezo wa kurejesha. Ana uwezo wa kurejesha. Funika macho yako, fuatana na mimi. Sema, Mungu uliye hai. Paza sauti yako kwa nguvu. Sema, Mungu uliye hai. Mungu uliye hai.
katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jioni ya leo, Jioni ya leo, niko mbele zako. niko mbele zako. Nainua mikono yangu. Nainua mikono yangu. Shala ya kusalenda. Shala ya kustarehea. Shala ya kunyenyekea. Shala ya kunyenyekea. Sina Mungu mwingine. Sina Mungu mwingine wa kunisaidia. wa kunisaidia isipokuwa wewe. isipokuwa wewe. Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Ninatubu tena. Ninatubu tena mbele za uso wako. mbele za uso wako. Nirehemu Bwana. Nirehemu Bwana. Kwa namna yoyote ile. Kwa namna yoyote ambayo nimefanya. Kinyume na mapenzi yako. Kinyume na mapenzi. Maovu niliyotenda. Makosa niliyoyafanya. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Ninaomba unirehemu. Naomba unirehemu. Hii ni saa yangu. Hii ni saa yangu ya kufunguliwa. ya kufunguliwa. Hii ni saa yangu. Hii ni saa yangu ya kuwekwa huru. ya kuwekwa huru. Hii ni saa yangu. Hii ni saa yangu ya kuhuishwa. ya kuhuishwa. Ule uwezo. Ule uwezo uliotekwa. Uliofungwa. Uliozuiliwa. Ambao haufanyi kazi. Inavyotakiwa. Jioni ya leo. Yesu. 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 Fungua maisha yangu. Fungua kila kilichofungwa kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila uchawi uliotumika kushambulia maisha yangu. Kuzofisha uwezo ulioweka ndani yangu. Huo uchawi. Kwa jina la Yesu. Unaharibiwa. Ewe uchawi. Haribika. Kwa damu ya Yesu. Achia nafsi yangu. Achia moyo wangu. Achia uwezo ulioko ndani yangu. Kwa damu ya Yesu. 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 Nenda mbele za Bwana sasa. Jiombe mwenyewe. Mwambie Bwana huisha. Kataa hizo roho za giza. Jiombe mwenyewe sasa. Nguvu za Mungu ziko juu yako. Jiombe kwa dakika chache. Omba kwa kumaanisha.